Serikali imetangaza kiama kwa baadhi ya watu wanaojihusisha na udanganyifu kwenye sekta ya bima na kusababisha upotevu wa fedha ambazo zingeongeza uwekezaji katika maeneo mengine ya maendeleo. Hayo yamesemwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Fedha na Mipango, Dr. Saada Mkuya, kwa niaba ya Rais wa Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi, wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa Umoja wa Wataalamu wa masuala ya uchunguzi na ubadhirifu wa masuala ya bima. Hotuba hii kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambapo angependa sana mwenyewe binafsi kushiriki, lakini kutokana na circumstances zilizokuwepo amenituma nije nimwakilishe hapa. Kwa hiyo anawapa salamu sana na amefarijika sana kuona kuna hatua hii muhimu ambayo inachukuliwa dhidi ya changamoto za kifedha ikiwemo bima hapa Tanzania. Kwa hiyo na mimi vile vile ni mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia afya na uzima, ambaye ametuwezesha kuwepo hapa katika uzinduzi pamoja na ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa Umoja wa Wataalamu wa uchunguzi wa masuala ya bima. Lakini vile vile nachukua fursa hii kupongeza mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA, ambayo inaongozwa na kamishna wa bima pamoja na naibu wake na wadau wote katika sekta ya bima kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya katika kuhakikisha sekta ya bima inakuwa imara na endelevu, na vile vile inataka kuhakikisha kwamba majukumu yote ya bima kama ambavyo yanaainishwa katika sera zetu yanatimia kikamilifu. Naomba nieleze mambo machache ambayo pengine yamepelekea mkusanyiko wetu huu uwe leo hivi, na pamoja na ambayo yatakuwa yaliyoanza kujadiliwa na yatakuwa kufanyika kama maazimio. Kwanza, kumekuwa na ongezeko la watoa huduma za bima duniani kote pamoja na nchini hapa. Lakini vile vile hii inakwenda sambamba na kuandaa kanuni na miongozo na hakika kuwa na soko la bima imara ambalo tunaliona leo. Na kama tulivyoelezwa, soko letu la bima linakuwa kwa 15%. Kwa kweli jambo kama hili, sekta hii inahitaji usimamizi madhubuti. Kwa hakika lazima tutoe pongezi zenu za dhati sana kwa Yashu Tanzania, lakini vile vile kwa mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania. Nachukua fursa hii kupongeza sana umoja wetu huu wa Yashu ambao ndio waandaaji wa tukio hili kubwa ambapo tunashirikiana na TIRA. Tukio hili ni muhimu sana katika mustakabali wa sekta ya bima pamoja na fedha kwa ujumla. Hongereni kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuhakikisha sekta ya bima inakuwa imara kwa kuwa na suluhisho la masuala ya udanganyifu katika soko na kusababisha linakuwa endelevu na wateja wa bima wananufaika kama inavyopaswa bila ya udanganyifu wote, lakini pia kampuni zetu za bima zinakuwa na mazingira rafiki ya kufanya biashara na uwekezaji. Hongereni sana. Lakini vile vile na washukuru washiriki wote wa mkutano huu wa mwaka 2025 kwa ushiriki wenu wa dhati katika tukio hilo muhimu katika tasnia ya bima, ambapo wadau wote wa sekta hii mmeungana pamoja na kutafakari changamoto na mambo mbalimbali ya kisekta na hivyo kuanzisha msingi thabiti wa kusonga mbele. Tunajua mmeacha mambo mengi muhimu, lakini vile vile mkalipa uzito jambo hili ambalo na lenyewe ni muhimu sana. Ndugu washiriki, leo tunakutana hapa kujadili kwa kina suluhisho linalotokana na changamoto ya udanganyifu katika sekta ya bima. Udanganyifu huu umeathiri kwa kiasi kikubwa uaminifu wa sekta hii, ambapo vile vile unaongeza gharama za kampuni za bima, unadhoofisha uwekezaji, lakini vile vile unaathiri ustawi wa wananchi wetu ambao wanategemea bima kama ngao ya kiuchumi dhidi ya majanga. Tumesikia
namna gani kadiri tunavyokuwa tunaendelea katika kupanua sekta yetu hii, lakini kuna wale ambao sio waaminifu, wanatafuta namna ambayo wao wanaweza kupata fedha kujinufaisha kupitia sekta hii ya bima. Lakini tunajua sekta mbalimbali zimekuwa na hamu kubwa ya kujiunga katika bima. Serikali inaangalia namna gani tunaweza tukawa na bima katika kilimo, lakini kwetu kule, kwa sababu ni sehemu ya utalii, vile vile tuna maeneo kadhaa katika sekta ya utalii, tunaangalia namna bora ya kuweza kuzibima hivi vitu vyote ambavyo vinatokana na sekta ya utalii. Kwa hiyo kila jambo hili likiwa linaingia dosari ya changamoto hii ya udanganyifu, zile juhudi za serikali kuhakikisha sekta zetu muhimu za kiuchumi zinawekewa bima zinafifia. Utafiti wa hivi karibuni kama ambavyo tumesikia unaonyesha kuwa takriban 10% hadi 15% ya madai ya bima duniani kote yana viashiria vya udanganyifu. Kwa kweli hii ni changamoto kubwa, si tu kwa kampuni za bima, lakini kwa serikali na nchi kwa jumla, kwa sababu fedha hizi zinazopotea pengine zingetumika kutoa huduma bora kwa wananchi na kuongeza uwekezaji katika maeneo mengi ya kimaendeleo. Kwa hiyo kwa vile vyombo vyetu hapa vinavyosimamia sheria, nimefurahi sana Mheshimiwa Naibu Waziri kuwepo hapa. Tunaambiwa kwamba udanganyifu katika bima sio tu kosa la jinai, lakini vile vile ni kosa la ubadhirifu, kosa la uhujumu uchumi, lakini vile vile inakuwa ni kikwazo katika maendeleo. Unaporomosha imani ya wananchi katika mfumo, unaongeza gharama za huduma kwa wateja kwa kweli, lakini unaathiri uendelevu wa kampuni za bima ambazo zinafanya kazi kwa uadilifu. Katika nchi yetu tumeshuhudia vile vile ongezeko la visa vya madai hewa na matumizi ya nyaraka bandia, na hili hatuwezi kulivumilia.